Ujambo mtazamaji na karibu kwenye jarida la Uvoro ambapo tunakuletea taarifa muhimu kutoka pembe mbalimbali za nchi. Jina langu ni Nyambura Kamau na ni furaha yangu kuwa nawe jioni hii ikiwa ni Alhamisi tarehe 27 mwezi wa Machi mwaka 2025. Twende moja kwa moja kwenye vidokezo. Usaili wa makamishna wa tume ya IEBC umeanza rasmi hii leo. Huduma mashinani yarahisisha huduma za serikali Kirinyaga. Afueni kwa wanafunzi kufuatia kutengwa kwa fedha zaidi za HELB. Naam, karibu. Baada ya usaili wa nafasi ya mwenyekiti wa tume hii kukamilika hapo jana, sasa mchakato wa kutafuta makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka, yani IEBC, ulianza rasmi hii leo. Mchakato huo utaendelea hadi tarehe 25 mwezi Aprili, ambapo wagombea 105 wanatarajiwa kusailiwa na jopo la uteuzi. Daktari Abduba Mulido ndiye aliyekuwa wa kwanza kusailiwa mapema hii leo. Mwanahabari wetu Nyakiondoiga na maelezo zaidi. Mchakato wa kutafuta makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka yani IEBC ulianza rasmi hii leo baada ya usaili wa nafasi ya mwenyekiti wa tume hii kukamilika hapo jana. Mchakato huo utaendelea hadi tarehe 25 mwezi Aprili, ambapo wagombea 105 wanatarajiwa kusailiwa na jopo la uteuzi. Tayari Daktari Abduba Mulido alikuwa wa kwanza kusailiwa mapema hii leo, ambapo alisisitiza umuhimu wa tume huru ya uchaguzi na mipaka kutekeleza majukumu yake bila ushawishi kutoka kwa serikali kuu. Aidha, alibainisha umuhimu wa kufanya maamuzi kwa umoja kama makamishna, haja ya makamishna kuwa kielelezo chema, pamoja na kutafuta na kusikiza mawaidha muhimu ili kuhakikisha kuwa wanafanya kazi kwa njia mwafaka katika tume hii. Nikiripotia runinga ya Uvoro, jina langu ni Nyakeo Ndwiga. Wakenya wametakiwa kuendeleza mshikamano na kudumisha amani nchini bila kujali tofauti za kidini, na waziri wa afya Aden Duale akizungumza katika dhifa ya iftar jijini Nairobi, Duale alisisitiza umuhimu wa umoja, akiwataka wananchi kuepuka ubaguzi wa kidini na badala yake kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya taifa. Dhifa hiyo iliandaliwa kama sehemu ya kuimarisha uhusiano kati ya jamii mbalimbali za kidini nchini. Please, let's all cherish that space of freedom of worship, and our constitution is even very clear that you cannot discriminate a citizen of this country based on his religion, on his dress, on the food of that religion. Our different faith, be it Islam or Christianity or Hindu or Sikh or others, underscores the need for us in our different capacities to foster peace, to foster unity, and to foster tolerance. In the world, there are various places people do not have peace. Around us, just within the region, look at the Sudan, what is going on. South Sudan, DR Congo, Somalia. I ask all the Kenyans from different backgrounds, from different races, from different religions, to embrace peace and unity. I think we are very lucky to have the kind of values we have in Kenya, which is a pluralistic nation that encourages freedom of faith, that encourages diversity, and for that we thank God and we thank our political leadership as well. So what are we saying is we need to respect each other. Let us all believe in what we believe in, but humanity is the word. Baada ya uteuzi wa Fikirini Jacobs kama katibu katika idara ya masuala ya vijana na michezo, sasa vijana kutoka pande tofauti nchini wamekaribisha jambo hili, wakilitaja kama mwamko mpya serikalini. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Victor Njeru, vijana hawa wamesema kuwa hiyo ni ishara ya serikali ya Ruto kuwapa nafasi vijana katika uongozi wa taifa. Mwanahabari wetu Purity Wanjiku na habari zaidi.
Vijana kutoka pande tofauti nchini wamekaribisha uteuzi wa mwenzao Fikirini Jacobs kama katibu katika idara ya masuala ya vijana na michezo. Vijana hao wakiongozwa na mwenyekiti wao Victor Njeru wametaja hatua hiyo kama mwamko mpya, wakisema kuwa hiyo ni ishara ya serikali ya Ruto kuwapa nafasi vijana katika uongozi wa taifa. Fikirini ambaye ana miaka 28 amewahi kuhudumu kama kiongozi wa vijana wa chama cha ODM na pia kiongozi wa wanafunzi katika vyuo vikuu vya Pwani na Masai Mara. Katika hotuba yake, Jacobs ametoa shukrani kwa Rais William Ruto huku akiahidi atahakikisha kuwa vijana wanapata nafasi bora za maendeleo. On behalf of the youth, I would like to assure you that we are ready to rise to the occasion, to learn, to serve and to contribute within the energy, creativity and dedication that this task requires. We are committed to build a better future for us all. We know that it's either you are on the table or you are in the menu. When you are on the table, you are safe because you are eating. But when you are on the menu, you are being eaten. Comrades, I want to tell you that now you are in the table. We are in the table where decisions are being made, and you are the table where now we can make the decision that we have always wanted to do. We call upon all the youth of this country, from all their villages, to come out and contribute to to the economic growth of this country. The National Youth Council is in a crisis, and we believe the first assignment, the first document on the table of our Bwana Ebo PS will be the national. Nikiripotia Uvoro TV Business, langu jina Wajiko Purity. Baada ya serikali kurejesha mpango wa udhamini wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu yani HELB, sasa wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya tiba cha Kenya KMTC wamepata afueni, kwani hazina ya taifa imetenga shilingi milioni 500 katika bajeti ya nyongeza za mwaka wa fedha 2028-2025 kusaidia wanafunzi wa KMTC wanaohitaji msaada wa kifedha. Mwanahabari wetu Munene Njiru ana maelezo zaidi. Wanafunzi wa chuo cha mafunzo ya tiba cha Kenya KMTC sasa wamepata afueni baada ya serikali kurejesha mpango wa udhamini wa bodi ya mikopo ya elimu ya juu HELB. Katika hatua muhimu, hazina ya taifa imetenga shilingi milioni 500 katika bajeti ya nyongeza ya mwaka wa fedha wa 2024-2025 kusaidia wanafunzi wa KMTC wanaohitaji msaada wa kifedha. Fedha hizi zitasaidia kurejesha msaada wa HELB ambao awali ulitolewa kwa wanafunzi wa chuo hiki hadi mwisho wa mwaka wa 2023-2024. Mkurugenzi mtendaji wa KMTC Daktari Kelly Oluoch alithibitisha tukio hili akisema inamaanisha wataendelea na ombi kwa hazina kutolewa kwa fedha hizo. Daktari Oluoch aliongeza kuwa agizo jipya la serikali la kutenga fedha ya elimu ya kiufundi na mafunzo TVET kwa taasisi zilizo chini ya Wizara ya Elimu liliacha wanafunzi wengi wa KMTC bila msaada wa kifedha. Kwa kurejeshwa kwa udhamini wa HELB, wanafunzi wa KMTC sasa wanaweza kutarajia msaada wa kifedha mpya kupunguza shinikizo la kuwasaidia kuendelea na masomo yao. Nikiripotia Uvoro TV, langu jina Munene Njiru. Kumbuka, tunapatikana kwenye mitambo ya PAN 162. Tupate pia kwenye mitandao ya kijamii. Usiende mbali kwani tunarejea tu baada ya muda usio mrefu. Usibanduke.